ina athari kubwa sana kwa vyama vya upinzani. Sawa, yani ukiwaza sasa kistrategia, ina athari kubwa sana kwa vyama vya upinzani. Kwa sababu upinzani imara unahitaji kuwa na wanachama ambao wameshikamana. Sawa? Sasa pale ambapo wanachama tunaambia 350 si 200 wanapotoka, maana ni kwamba ile nguvu ya upinzani inapungua. Sawa? Na kumbuka kabisa kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. Sasa fikiria katika hao wanachama tu wa kawaida, alafu anaama kigogo mkubwa for instance. Sawa? Kwa mtu ambaye anahitajwa. Hiyo sasa athari yake ni cha kwanza, inaenda kupunguza ile imani ya wananchi ambayo kwa nazungumza Mtei hapa. Kwamba chama kimejengwa, watu wanakiamini. Hisia nacho. Sasa ikitokea kama inavyosemwa na watu wengi katika maneno ya huku mitandaoni au hisia ambazo zinazotajwa, maana ni kwamba ni pigo kubwa kwa vyama vya upinzani, hususan Chadema. Na hapa napozungumzia vyama vya upinzani nazungumza Chadema kwa sababu Chadema ndio kina nguvu kuliko vyama vingine vyote. Lakini swali la kujiuliza Mtei, jiulize kwa nini hao wanachama kwa mfano kina Kigaila wanaenda Chauma. Jiulize hili swali. Yaani usiangalie tu Chauma, sawa? Kwa nini Chauma na sio ACT Wazalendo? Wapo ACT. Usiwaze katika mkakati kwamba kila mwanachama ana fursa kuhamia chama chochote. Ila angalia kwa nini wimbi lote hilo? Yani waza katika namna ambavyo kwa nini mwanasiasa ambaye anatamani labda kushika uongozi nini anaenda kwa chama ambacho kina ushawishi kidogo. Sawa, kinaaminika zaidi kwa sababu chama cha Chauma kiukweli kilikuwa bado kinafanya siasa ambazo tunasema sio siasa za serious sana. Ndio maana tukiangalia sera yao ya kwa mfano ya ubwabwa. Yaani ubwabwa maana ni kwamba ni sera ambayo inakuja kwa watu kama inachekesha fulani. Lakini of course ina maana watu wazima watu wazima washibe.